Kushukuru. Baba, ni katika jina kuu la Yesu Kristo, tunakushukuru mfalme wa amani, Mungu mtakatifu, mwenye enzi, mwenye mamlaka yote ni wewe Jehova. Tunyenyekea kwako asubuhi ya leo, tunajipeana mikononi mwako Yesu, ni kwa ajili unastahili. Tunasema ya kwamba pokea sifa na utukufu Jehova. Tunaomba ya kwamba Jehova, ninapoanza kupeana neno hili siku ya leo, ukaweze kunena ukiwa ndani yangu, ukaweze kusikia ukiwa ndani yangu, ukaweze kutazama ukiwa ndani yangu, ukaweze kupeana hili neno Bwana kupitia mimi, ukanitumie tu kama chombo Jehova Bwana, bali ni wewe utakayekuwa ukinena na watu wako, utakuwa ukilisha mioyo zao na nafsi zao Jehova, ya kwamba wataweza kuridhika Bwana kutokana na neno la siku ya leo. Wataweza kukutana Bwana na mahitaji zao, utakutana nazo Jehova kulingana sawasawa na mapenzi yako Jehova. Pokea sifa na uinuliwe Jehova. Shetani tumemkemea na hila zake, ya kwamba tunatangaza hana nguvu, hana uwezo, hana mamlaka juu ya maisha yetu, juu ya jamii zetu, juu ya afya zetu, juu ya masomo ya watoto wetu, juu ya kila mmoja wetu Bwana, katika jina la Yesu. Katika ibada ya leo, katika jina la Yesu, Shetani tumemtangazia ya kwamba hana nafasi mahali hapa, ya kwamba hana nafasi kwa maisha yetu, hana nafasi katika watu wako. Wote waliopotea lazima wataweza kuokolewa Bwana, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Wacha neno hili Bwana Jehova, mahali popote litakwenda, yeyote atakayelisikia Bwana, litabadilisha maisha yake. Itakuwa ni wewe unazungumza na watu wako Jehova, katika jina kuu la Yesu Kristo. Neno hili lipate nafasi ya kwanza katika mioyo zetu na nafsi zetu Bwana, katika jina kuu la Yesu Kristo Bwana tumeomba hata na kuamini. Amina. Ni John chapter 15. John chapter 15 verse 1 and verse 2. John 15 verse 1 and 2. Nitasoma. Maandiko yanasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa sana. Bwana asifiwe sana. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ni Yesu mwenyewe anazungumza na wanafunzi wake kabla ya kuondoka hapa chini ya jua, akiwa angali hapa hivi, akiwa angali katika hali ya mwanadamu. Akazungumza akasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu, yani yeye mwenyewe, yeye ndiye mzabibu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri kila mmoja aliye mahali hapa tunajua mzabibu, tunajua huo mti wa mzabibu, na tunajua branches zake, na tunajua na yale matunda yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzabibu ni ule mti wake wenyewe ambao unapandwa, unamea, unapruniwa, unamwagiliwa maji, unapigwa dawa. Hasa huo mti ndio unazaa branches, na hizo branches ndizo zinazaa yale matunda ambayo inaitika sasa mzabibu, matunda ya mzabibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambayo ni matunda matamu sana na ni mazuri. Na katika Agano la Kale ama katika enzi zile, huo mti ulikuwa unatumika katika hiyo juisi yake, ilikuwa ikifinywa, ndio ilikuwa inatengeneza juice ya watu kutumia katika sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio ilikuwa inatumika kutengeneza divai. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na sherehe yote haingeweza kuendelea katika tamaduni ama desturi za Kiyahudi ama Waebrania, ya kwamba bila kuwa na hiyo supu ambayo inaitwa divai. Divai ilikuwa inatengenezwa kutokana na hiyo miti ya mizabibu ambayo ilikuwa inakanyagwa, alafu inatolewa supu yake. Supu yake inakuwa ndio kama sasa soda ya Coca-Cola siku hizi. Factory tuko nazo nyingi, na ya kwamba siku hizi kuna soda nyingi, kuna vinywaji mingi sana ambazo tunaweza kukutana nazo siku ya leo, lakini kitambo hakukuwa nazo mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo siku ya leo tuko na fursa nzuri sana, ambayo tunaishi katika nyakati ambazo mitandao iko sana na factories iko sana na iko na mambo mengi. Lakini zamani zile mambo hayakuwa mengi vile kama sasa jinsi yalivyo hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba Yesu akijifananisha na huo mti, kwa sababu hangejifananisha na mti mwingine, ni kwa sababu isupu yake ama yale maji yake ndio yalikuwa inajulikana kama divai, ambayo ilikuwa inapendeka na kila mtu sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba harusi ama sherehe yoyote haingeweza kuendelea ama kufanyika pasipo kuwa na hiyo divai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa hivyo hiyo ilikuwa ilikuwa ni mmea ambayo ni
mmea ilikuwa very important sana, ilikuwa ya dhamana sana, ilikuwa ya maana katika jamii. Katika wakati ule ilikuwa ni ya maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo Yesu akajifananisha na huo mti, akasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli, na ya kwamba Baba yangu ndiye mkulima, na ya kwamba kila tawi ndani yangu lisilozaa yeye hulikata na kuliondoa, na ya kwamba kila tawi ambalo linazaa yeye huwa analisafisha ili likazidi kuzaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamaanisha nini akisema hivyo? Anamaanisha ya kwamba kama Wakristo ama kama wanadamu, tunakumbuka ya kwamba hapo mwanzo wakati mwanadamu aliumbwa alipewa uweza na Mungu, akaambiwa kwamba ukaweze kuzaana na kuongezeka, mkaijaze nchi, nanyi mkaweze kutawala samaki wa majini na wanyama wa ardhi na hata ndege wa angani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ya kwamba hivi vitu vyote akavitiisha chini ya uweza wa mwanadamu. Lakini wakati dhambi iliingia, huo uwezo mwanadamu akanyang'anywa, kisha shetani akachukua funguo akajiwekea. Sasa kutoka huo wakati mwanadamu akawa anaishi katika maisha ambayo ni ya kuhangaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Genesis chapter 1 verse 28, utaona maandiko vile yanasema ya kwamba na Mungu akawabariki akawaambia, zaaneni mkaongezeke, mkaweze kuijaza nchi, mkatawale ndege wa angani, mkatawale samaki wa majini na wanyama wote wanaotembea katika ardhi, wote watakuwa chini ya miguu yenu, ya kwamba watatiishwa chini ya miguu yenu, wote watatii chini yenu. Lakini tunaona ya kwamba dhambi ilipoingia, hayo mambo ikageuka. Mwanadamu akawa tena sasa anahangaika badala ya kutawala ama badala ya kumiliki. Inakuwa tena baadaye ni kama vitu hivi ambavyo tunavimiliki ndio sasa ni kama vinatumiliki sasa. Bwana asifiwe sana. Amen. Unakuta ya kwamba sasa wanyama kama akina fisi wanakula wanadamu, kama simba wanaua wanadamu. Unakuta ati ya kwamba kifaru kimeua mwanadamu, na wakati mwanadamu ndiye anafaa kutawala hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu akarudi katika New Testament akasema ya kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli, na ya kwamba kila tawi lililo ndani yake, tawi ni mimi na wewe, sisi ndio branches, yeye mwenyewe ndiye stem, sisi ni branches, na ya kwamba tukaweza kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Akakuja kuturejeshea tena ile uweza ya kwamba tukijishikanisha na yeye, tukijiitanisha na yeye, tukiweza kushikana pamoja na yeye, tukaweza kujiitanisha wanawake, watoto wake, watu wake. Kumbuka ya kwamba katika Second Chronicles chapter 7 verse 14 nasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Watu wangu hao ni gani? Watu ambao wameokolewa kwa jina la Yesu. Watu ambao wameokolewa kwa damu ya Yesu, ambao wamekombolewa wanaitwa Wakristo. Bwana asifiwe. Hao watu wangu ndio wanaambiwa kwamba kama watajiunganisha na kujishikanisha na Yesu ama na kutembea ndani ya Yesu, kutembea katika maagizo yake, ya kwamba wataweza kuzaa matunda. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati mahali pengine Yesu akasema ya kwamba, wakauliza ya kwamba mtatambuaje ya kwamba mtu ni nabii wa kweli ama si wa kweli, mtu ameokoka ama hajaokoka? Akasema ya kwamba mtawatambua kwa matunda ya matendo yao. Bwana asifiwe sana. Matunda ama matendo ndiyo yanaonesha ama yanajulisha mtu yeye ametoka wapi na yeye ni nani na anafanya nini, na ni nini ambacho kinamuongoza, ni nini ambacho anategemea. Matunda yake, kama ni nabii akitabiri mambo, mtajua kama ni ya kweli ama kama si ya kweli, kama itatimia ama haitatimia jinsi alivyosema. Bwana asifiwe sana. Ndio maana alisema mtaangalia matunda ya matendo yao ama matendo ya matunda yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hapa anasema ya kwamba tukijishikanisha na yeye, tukijiunganisha na yeye, tukikaa ndani yake, tutakuwa ile matunda ama tutakuwa ile branch ambaye inazaa matunda, ambaye inasafishwa kila wakati ili ikazidi kuzaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado utaangalia katika hiki kitabu, katika Zaburi 1 anasema ya kwamba ni heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala asiyesimama katika njia ya wakosaji, na asiyeketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake naye huitafakari usiku na mchana. Naye amefananishwa na mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji, unaozaa matunda yake kwa majira yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu ndiye ambaye anaambiwa ya kwamba nyota yake itaweza kung'aa, ya kwamba amefananishwa na mti umepandwa kando ya vijito vya maji, ambapo hata ukikuja wakati wa kiangazi, mto bado unatiririka na maji yako pale. Kwa hivyo ameingiza mizizi yake ndani ya udongo mahali penye kuna maji.
Kwa hivyo yeye atazaa matunda katika majira yote, kwa sababu umejishikanisha na Yesu. Yesu ndiye kijito cha uhai. Bwana asifiwe. Yesu ndiye kijito cha uhai. Alimwambia yule mwanamke Msamaria ya kwamba ungelijua ni nani ambaye unaongea na yeye, ungemuitisha maji badala ya kumpatia maji. Bwana asifiwe. Ni yeye ungeitisha maji badala ya kumletea yeye maji. Maana mimi nikikupa maji yangu itamaliza kiu yako kabisa. Lakini yale maji wewe unataka kunipatia mimi, hayo maji nitakunywa tena baada ya masaa kidogo, nitahitaji tena kunywa maji kwa sababu nitakuwa na kiu. Lakini Yesu akamwambia kwamba mimi nikikuweka huru utakuwa huru kabisa. Na kwamba ukiwekwa huru na mwana, basi umekuwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba ukiwekwa huru na mwana, wa kwamba umekuwa huru kabisa kabisa. Na ya kwamba ukijishikanisha na huyu mwana ambaye ni Yesu, uko nao ushuhuda. Na ya kwamba ukijishikanisha na Yesu, matunda utakuwa nayo. Matunda utaweza kuyazaa na matunda yataweza kuonekana. Na ya kwamba ni mtu ambaye anasimama katika njia isiyokuwa ya ukosaji, ambaye hakwendi katika mashauri la wasio wenye haki, ambaye haketi barazani kwa wenye mizaa. Na yeye sheria yake ni uitafakari mchana na usiku, ambaye ni neno la Mungu. Yeye ndiye mtu ambaye anapendezwa na Mungu, ndiye ambaye anamwagiliwa maji na kusafishwa kila wakati ili akazidi kuzaa sana. Bwana asifiwe sana. Ili kwamba akazidi kuzaa matunda. Lakini kama wewe umejishikanisha na Bwana Yesu lakini hauzai matunda, hauna mazao, hauna matunda ambayo